ujumla, hali ya usalama Zanzibar imeendelea kuwa shwari, tulivu na salama, hali iliyowezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii na kiuchumi bila bughudha yoyote. Katika kipindi husika, Jeshi la Polisi lilichukua hatua mbalimbali za kiusalama, ikiwemo kuimarisha doria za mchana na usiku, kufanya operation maalum za kudhibiti uhalifu, pamoja na kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Hatua hizi zimesaidia kudhibiti na kupunguza matukio ya uhalifu ikilinganishwa na kipindi kilichotangulia. Kwa ujumla, hali ya usalama katika mikoa yote ya Unguja na Pemba imeendelea kuwa shwari, tulivu na salama, na kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii, kiuchumi, kisiasa bila bughudha. Katika kipindi husika, Jeshi la Polisi lilitekeleza mikakati mbalimbali ya kiusalama, ikiwemo kuimarisha doria za mchana na usiku, kufanya operation maalum za kudhibiti uhalifu, pamoja na kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Jeshi la Polisi pia limeendelea kutoa elimu ya usalama kwa wananchi, hususan kupitia mikutano ya hadhara, vyombo vya habari na ushirikiano na viongozi wa shehia, lengo kubwa likiwa ni kuimarisha dhana ya ulinzi shirikishi. Ushirikiano huu umechangia kwa kiasi kikubwa kubaini na kuzuia matukio ya uhalifu kabla hayajatokea. Hali ya usalama kwa ujumla kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 2025, jumla ya makosa makubwa ya jinai yaliyoripotiwa katika vituo vyetu yalikuwa ni 2386 ikilinganishwa na makosa 3145 kwa mwaka wa 2024. Hivyo kuna upungufu wa makosa 759 sawa na 24.1%. Makosa dhidi ya binadamu yamepungua kutoka makosa 1116 mwaka 2024 hadi makosa 812 kwa mwaka 2025, sawa na upungufu wa 27.2%. Makosa ya mauaji kwa mwaka 2025 yametokezea 53 ikilinganishwa na makosa 66 kwa mwaka 2024, ukiwa na upungufu wa 19.7%. Kwenye makosa ya mauaji, 94% katika hao makosa hayo ilikuwa ni kujichukulia sheria mkononi kwa tuhuma za wizi nyingineyo, lakini 4% wivu wa kimapenzi na 2% ugomvi kwenye vilabu vya pombe. Makosa ya kubaka kwa mwaka 2025 yalikuwa 657, ambapo kwa mwaka uliopita mwaka 2024 yalikuwa 829. Kwa hiyo kuna punguzo la 20.7%. Makosa ya kulawiti mwaka 2025 yalikuwa 93 ikilinganishwa na makosa 217 katika mwaka 2024. Kwa hiyo kuna punguzo la 57.1%. Upungufu huu umetokana na elimu kwa jamii, hususan madhara ya vitendo hivyo. Makosa ya usalama barabarani, kwa upande wa usalama barabarani, makosa haya ya jumla ukamataji na nini yameongezeka, ambapo ni makosa kwa mwaka 2025 ni makosa 71,495 ikilinganishwa na makosa 50,016 kwa mwaka 2024. Hivyo kuna ongezeko la 43.0%.